asilimia kubwa ya forex traders ndio vijana ambao wanaongoza kuwa na madeni sana. Naweza nikasema hivyo. Sasa hao ambao wanachipukia hao ambao hawajafikia kwenye upro wana pretend sana maisha, ni watu ambao wana madeni makubwa sana, kwa sababu ile identity ambayo wameitengeneza mitandaoni inawapelekea wao wanaanza kuishi kwa shida, kwa taabu. Unaona, kwa hiyo kuna baadhi ya shughuli hawezi kufanya. Unaona, kwa hiyo unakuta ni ngumu sana yani. Unaona, wao kufanya kwenye hizo shughuli kwa kigezo cha kwamba wanajiaibisha. Kuna watu ambao hizo standards ambazo wameziweka mitandaoni mpaka leo hii unapoongea zinawaumiza. Yani unakuta hana maisha mazuri, lakini hata kutoka nje anashindwa. Unaona, kwenda dukani anashindwa, kwenda tu Kariakoo anashindwa. Unaona, kwa sababu tayari ameshatengeneza ile image ya kwamba kuonekana yeye ana pesa. Kumbe wala hizo hela ambazo anajifanya anaonekana nazo mitandaoni sio za kwake. Unaona, ni ana pretend tu, amepata tu chance ya kupiga nazo picha hivi na hivi, lakini sio za kwake. Kwa hiyo tayari yani anashindwa hata kutembea au kuishi kwa amani. Muda mwingi anajifungia ndani, depression, stress. Unaona, mwisho wa siku anaishia kuwa scammer. Ndugu zangu, maisha ni magumu sana. Maisha ni magumu. Pia trading ni ngumu. Ni ngumu sana. Hii field ni ngumu mno. Sasa ugumu unakuja pale ambapo unaitegemea forex tu ikubadilishie maisha. Yani una mishe yoyote mtaani ya kufanya zaidi ya forex tu peke yake. Ukipata loss, kichwa inawaka moto vibaya mno. Vibaya. Na ukizingatia mitaji yetu hii ya $10, $20, $100 hii, kichwa ni inawaka moto balaa kulingana na ugumu uliopo. Tena sana. Sasa unakuja kukuta licha ya ugumu ambao uliopo huko, still bado trader kama trader anakuwa anachagua kazi. Yani unakuta sawa, umeamua kuwa full time trader, una kazi, una mishe, una trade tu forex, alafu kamtaji kenyewe ndo wako kuunga. Hapa nazungumzia kwenye mitaji ya kuunga, mitaji midogo ambayo kupitia kamtaji wako tuseme $100, $150, ategemea umuhimu apate hela kodi, apate hela sijui ya kuonga, sijui hela ya kula, umuhimu wako kaela. Alafu kanatokea kamishe mtaani, unakuta unakuwa unachagua. Yani trader unajiweka kwenye position ambayo kwamba kuna kazi fulani hivi yani wewe huwezi kufanya kabisa. Unaona, unakuta kuna wakati unabanwa, una withdraw, trades haziendi sokoni, mambo hayaendi sokoni, still bado unajikuta unakomaa. Yani ili mradi tu tunasema unatengeneza brandi, watu watakuonaje? Ndugu yangu, utakufa kwa njaa. Kama sio kufa kwa njaa, basi naweza kujikuta unakuwa tapeli. Kwa sababu ni industry ambayo ina ushawishi mkubwa sana. Yani ni industry ambayo ukiamua kuwa tapeli unawapata watu wengi sana, na unawatapeli vizuri kabisa na wanakuamini. Unaona, sasa tusifikie huko. Yani eti kwa sababu wewe ni forex trader, kuna kazi ambazo zikitokea yani wewe huwezi kufanya au unakuwa unashindwa kufanya. Sio sababu. Nimeona vijana wengi ambao ni traders wamejiweka kwenye level fulani hivi ambayo kwamba hizi kazi ndogo ndogo za mtaani, sijui kuuza duka, sijui kuwa na biashara ya duka, au hata kupiga hizi kazi ambazo wao wengine wakifanya nasema ni kujisalilisha, wanakataa kabisa. Yani unakuta trader amekwama, hana hela kabisa. Unaona, lakini hizi mishimishi za mtaani za kumuingizia 200, 300 ili mradi apate hela za kula, hataki kufanya.
hataki kufanya, kisa yeye ni trader. Kwa hiyo unakuja kujikuta moja ya kitu kingine ambacho labda mlikuwa mkifahamu, asilimia kubwa ya forex traders ndio vijana ambao wanaongoza kuwa na madeni sana. Naweza nikasema hivyo. Sasa hao ambao wanachipukia hao ambao hawajafikia kwenye upro, wana pretend sana maisha, ni watu ambao wana madeni makubwa sana, kwa sababu ile identity ambayo wameitengeneza mitandaoni inawapelekea wao wanaanza kuishi kwa shida, kwa taabu. Unaona, kwa hiyo kuna baadhi ya shughuli hawezi kufanya. Unaona, kwa hiyo unakuta ni ngumu sana yani. Unaona, wao kufanya kwenye hizo shughuli kwa kigezo cha kwamba wanajiaibisha. Guys, tusifike huko. Wewe kama ni forex trader, kuwa socialize na watu, ishi maisha ya kawaida. Ukianza kujiwekea standards, itakuwa ngumu wewe kupata hata deals ndogo ndogo za mtaani ambazo zinaweza kuongezea shilingi 200 300 ambayo inaweza kusaidia kula na pengine kusaidia kufandi account yako. Unaona, kwa hiyo tusichague kazi. Wewe kama ni trader na huna mtaji ambao labda tuchukulie mfano kuanzia $10,000 au $5,000 na kuendelea, kuwa low key, socialize na watu mtaani. Unaona, kitokea madi hata kama ni kubeba zege, kubeba mchanga, fanya hivyo. Unaona, ili tuweze kuishi. Utajikuta wewe mwenyewe kwanza unaishi vizuri na watu, huna pressure ya maisha, na trades pia automatically zitaanza kwenda. Ila ukishaanza kujiweka standard kwenye standard fulani, utajikuta kwanza unaanza kuwafikiria watu watakuonaje. Kosa la kwanza hilo. Unaona, alafu ukitoka hapo pia wale wanaokuzunguka watakuonaje, kwa sababu tu wanakuonaga una hela, una post chat. That's why ndio maana uaga si recommend kabisa kwa mtu ambaye anaanza kutrade forex au kujifunza, kuanza kudili na mitandao, kupost chat mitandaoni, kufanya hivi bla 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 nyingi mitandaoni, uaga si recommend, kwa sababu kuna pressure kubwa. Kuna watu ambao hizo standards ambazo wameziweka mitandaoni mpaka leo hii napoongea zinawaumiza. Yani unakuta hana maisha mazuri, lakini hata kutoka nje anashindwa. Unaona, kwenda dukani anashindwa, kwenda tu Kariakoo anashindwa. Unaona, kwa sababu tayari ameshatengeneza ile image ya kwamba kuonekana yeye ana pesa. Kumbe wala hizo hela ambazo anajifanya anaonekana nazo mitandaoni sio za kwake. Unaona, ni ana pretend tu, amepata tu chance ya kupiga nazo picha hivi na hivi, lakini sio za kwake. Kwa hiyo tayari yani anashindwa hata kutembea au kuishi kwa amani. Muda mwingi anajifungia ndani, depression, stress. Unaona, mwisho wa siku anaishia kuwa scammer. Ndio hivyo unakuta anajiingiza kwenye kufanya account management, kujikuta mentor, kuuza signal na vitu kama hivi. Yani vitu vingi tu. Unaona, kujifanya anafundisha, anatoa knowledge hivi na hivi, ili mradi tu aweze kusurvive, na vitu vyenyewe ambavyo anakuwa na provide havina ile value ambayo mtu anahitaji kuipata. Kwa hiyo naendelea kwa traders, hii ni biashara kama zilivyo biashara nyingine. Kwa hiyo tusijiweke kwenye standards ambazo zinatuhukumu. Sisi sio wasanii. Trader, wewe sio msanii wala wewe sio celebrity. Kwa hiyo usijiweke kwenye level hiyo ukajikuta unashindwa kuishi mtaani. Unaona, kwa kufake mitandaoni unajikuta unashindwa kuishi mtaani, unashindwa kusaidiwa. Mwisho wa siku unajikuta unakuwa na madeni, unakuwa mwizi mitandaoni. Tusifike huko, tuishi maisha uhalisia. Na kama upo tayari unafanya hayo maisha, yatakuja kukukosti siku moja, kwa sababu kuna watu ambao mimi nawafahamu mpaka leo hii wanaishi kwa taabu sana. Yani anatembea kujificha. Muda mwingi ukimwona ametembea, yani anajificha, yani ukimshtua anashtuka kishenzi. Guys, I say hii industry ni ngumu sana. Ni ngumu mno. Tusiingie na expectation hizo huku, ni ngumu sana. Haya, mimi nawaasa tu